Haleluya. Tunamshukuru Mungu siku ya leo tena. Bwana ametupa neema yake kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Tumekuwa na somo letu linalozungumzia kuhusu neema. Somo linalozungumzia neema, tumeona neema ni fadhili zisizostahiliwa na kibali. Kwa hiyo tumekuwa tuna hili somo. Sasa tulikuwa kwenye point namba 4 ambayo inasema neema hupata ushindi na utukufu wake kwa sababu ya mwanadamu kutokuwa na msaada wowote. Neema ya Mungu inapata ushindi na utukufu wake kwa sababu ya mwanadamu kutokuwa na msaada wowote. Nilielezea nikasema, mfano kuna sehemu fulani wanahitaji kitu fulani, alafu mtu mmoja tu ndo anaonekana ana hiyo bidhaa. Namna gani anavyoweza kuwa na mashiko, namna gani anavyoweza kuwa na soko. Sasa tulisoma maandiko tukaona kwenye ile Ufunuo sura ya 5 kuanzia mstari wa 4, kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 10. Tuliona pale kwamba Yohana analia kwa sababu hapakuwa na mtu aliyeweza kukifungua kitabu wala zile muhuri. Lakini baadaye mmoja wa wale wazee akamwambia, usilie, kwa maana simba aliye wa kabila la Yuda ameshinda. Kwa maana hiyo ndio maana tunaposema neema yenyewe inashika mashiko. Unajua Yesu ni neema. Amen. Kwa tunaposema Yesu ndio tunazungumzia neema. Amina. Kwa hiyo tunapozungumzia kwamba neema neema inapata ushindi na utukufu wake kwa sababu ya mwanadamu kutokuwa na msaada wote. Yaani hakuna mtu aliyeweza kuonekana kwamba anaweza kuja kutufia sisi, mpaka Yesu mwenyewe, mpaka neema yenyewe ilipoweza kusema nimeshinda, mimi niko tayari kwenda kulipa gharama. Amen. Kwa maana hiyo Biblia inasema mbinguni, duniani wala chini kule nje hapakuwa na mtu aliyesema niko tayari kwa ajili ya kufa, niko tayari kwa ajili ya kuchinjwa. Kwa hiyo pale ndio tunaona Yesu mwenyewe, mwana kondoo wa Mungu. Ndio maana kuna dhehebu fulani anasemaga mwana kondoo ameshinda, mwana kondoo ameshinda, tumfuate. Maana yake wanazungumzia neema imeshinda. Amen. Kwa hiyo sio mbaya kisikia mwana kondoo ameshinda, tumfuate. Maana yake ni neema imeshinda. Kwa hiyo tunaona mahali fulani Yesu anaitwa mwana kondoo wa Mungu. Kuna mahali anasema yeye ni mwana kondoo wa Pasaka. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Amen. Sawa, basi naomba leo tuweze kwenda vipengele fulani. Tuangalie neema ya Mungu katika Agano la Kale. Neema ya Mungu katika Agano la Kale. Neema ya Mungu katika Agano la Kale. Ufunuo sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 10. Alikuwa anaulizia andiko la Ufunuo. Sawa. Sasa nataka tuangalie neema ya Mungu katika Agano la Kale. Neema ya Mungu katika Agano la Kale. Anaposema Agano la Kale, maana yake kabla ya Yesu kuja. Si kana kwamba hakuwepo Yesu, katika roho alikuwepo. Ndio maana unakuja kuona ukisoma kwenye ile kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza, unaona pale Yesu akiwatoa wana wa Israeli kule Misri. Anasema ile nguzo na nini na wingu ilikuwa ni Kristo. Kwa hiyo Yesu alikuwepo tangia. Lakini tunapozungumzia sasa tunapozungumzia neema, yani tunazungumzia Yesu mwenyewe. Amen. Kwa hiyo hii neema imekuwako. Yaani alikuwa anajifunua kwa watu mmoja mmoja, alikuwepo. Hii neema ilikuwepo. Amen. Ndio maana tunaona Musa alitembea kwenye neema.
kina Nuhu walitembea kwenye neema. Kwa hiyo hii neema imekuwako daima. Si kana kwamba baada ya Yesu kuja ndo kimwili hivi kwa namna ya damu na nyama ndo kwamba neema imeanza. Ndio maana watu wengi wanapata shida kwamba labda au Yesu alipozaliwa ndo alianza kuishi. Huyo alikuwa ni muendelezo. Ila Yesu amekuwako. Ndio maana anaitwa niko ambaye niko. Haleluya. Ndio hiyo neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini namna alivyokuwa anahusiana na watu zamani, Agano la Kale, kabla ya ujio wa kimwili, kabla ya kuzaliwa, kuna namna alivyokuwa anatembea nao, kuna namna alivyokuwa anahusiana nao. Amen. Ni tofauti na leo namna anavyohusiana na sisi. Ukija kuangalia Agano la Kale, alikuwa anakuja papo anazungumza, hakai ndani yao. Lakini Agano Jipya anakaa ndani yetu. Sawa sawa na ile wa Korinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16, anasema amjui ya kuwa ninyi ni hekalu la Mungu na Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Raundi hii Mungu akai kwenye majengo kama haya, matofali kama haya, anakaa ndani ya watu. Yaani sisi ndio jengo la Bwana. Wewe ni jengo la Mungu. Mimi ni jengo la Mungu. Unaona namna hii alivyoji ni kama kitu kimerahisishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni sawa na zamani watu walikuwa kutoka Dar mpaka mkoani anatumia hata wiki. Lakini kuna namna ilipofanyizwa sasa, mambo yamerahisishwa, mtu anatumia labda masaa tu. Tumeenda kwenye SGR. Dodoma ukitumia gari basi unafika masaa 8 mpaka 9. Lakini SGR hii inatumia tu masaa 3 labda na nusu umefika. Sasa ukisoma Biblia kuna mahali anasema kwenye Waibrania watu wakiwa wanapata kabla hapajatokea njia ya kupaingia patakatifu. Tuko sawa sawa? Alikuwa anaenda kuhani tu mmoja. Yaani tena patakatifu penyewe ilikuwa ni pa kibinadamu. Yaani ni kama hapa tupafanye patakatifu. Kwa hiyo hapa panakuwa na uzio ambao unaishia huku. Nyinyi hamruhusiwi kuingia huku. Anayeingia ni kuhani tu. Kuhani naye mnamfunga kamba. Mnakuwa mnatikisa, je, yupo hai au ameshabamizwa kule na dhambi zetu? Unanielewa sasa? Kwa mnamfunga kamba, mnakuwa mnatikisa. Mkiona nani yupo hai. Kwa hiyo huku mbele ndio patakatifu huku ndio anakuja kuhani tu analeta. Tena hata damu yenyewe sio ya kwake wala ni damu za wanyama. Na pia walikuwa wanadili na mwili, kutakasa mwili, sio nafsi, sio roho. Mungu atusaidie sana. Sasa kuna namna mbinguni bado walikuwa wanatafuta namna, njia ya watakatifu wa Bwana ili kila mtu aweze kupaingia patakatifu. Asiishie kuhani tu. Kila mtu aliyeokoka. Ndio maana leo hii baada ya wokovu wote hapa sisi ni makuhani. Ukisoma hiyo Ufunuo 5 kuanzia mstari wa 9 mpaka wa 10 anasema kwa maana ametufanya kuwa makuhani na wafalme na tunamiliki juu ya nchi. Haleluya. Kwa hiyo kila aliyeokoka ni kuhani wa Bwana. Amen. Amen. Kwa nini? Kwa sababu tayari wewe ni hekalu la Mungu. Yaani sio kuhani tu kwamba mbeba maono ndio kuhani kwamba ni hekalu la Bwana peke yake. Kila mtu hapa ni hekalu la Mungu. Mwili wako ni hekalu la kukaa roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kila unapoishi, kila unapoamua, kila unapoamka, unapolala, jua wewe ni hekalu la nani? La Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa tulikuwa tunaangalia neema ya Mungu katika Agano la Kale. Namba 1, neema imekuwa daima. Neema imekuwa daima. Yaani neema ya Mungu ipo daima. Yaani haijai kwamba imewahi kufifia au imewahi kwamba kama nilivyosema kwamba labda ujio wa Yesu ndio useme neema ilianzia hapo. Yaani Yesu amekuwako siku nyingi. Amen. Tuko sawa sawa? Ndio maana ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 1 na kuendelea hapa anasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa huyo vyote vilifanyaje? Vilifanyika, wala pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Maana yake ulimwengu vyote tunavyoviona
vimefanyika kwa yeye. Maana yake yeye amekuwako muda mrefu, kabla ya kina Ibrahimu, kabla ya kina Nuhu yupo, kabla ya Adam na Hawa yupo, na yeye ndio chanzo cha Adam na Hawa. Bwana Yesu atusaidie sana. Naomba tusome Yohana sura ya kwanza mstari wa 16 mpaka wa 17. Yohana sura ya kwanza mstari wa 16 mpaka wa 17. Naomba tuende hapo ili tupate kitu cha kutusaidia kuhusiana na neema ya Mungu katika Agano la Kale. Tunaiona hapo neema ya Mungu katika Agano la Kale. Kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 16 na 17. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo si kana kwamba hakuwepo, ila hapa ni utimilifu tu kupitia nani? Kristo. Unajua anaposema utimilifu si kana kwamba kitu hakikuwepo, kwa sababu amekuja sasa. Tunaona utimilifu wake katika Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo usifikiri kwamba neema imeanza baada ya Yesu kuja. Neema ilikuwepo. Neema ilikuwepo. Sasa utimilifu wa neema, utimilifu wa neema ya Mungu unatimilika kwa mtu yeyote anayetubu. Amen. Utimilifu wa neema ya Mungu ni kwa mtu anayetubu ndio unatimilika. Haleluya. Utimilifu wa neema ya Mungu ni kwa yule anayefanyaje? Anayetubu ndio utimilifu huo unatokea. Sio kwa kila mtu kwamba utimilifu wa neema umeshatimia. Yaani sio kwa watu ambao bado hawajaokoka, manaka utimilifu bado haujatimia. Hivyo unajua kuna watu hata hii dunia wanaishi hawamjui Yesu. Kwa maana yake hawajaitambua neema bado. Ni mpaka ashuhudiwe na Roho Mtakatifu, akitubu ule utimilifu unatimia ndani yake. Mungu atusaidie sana. Si kana kwamba hii neema haipo, ipo. Yaani hata mfano Roho Mtakatifu, unajua Roho Mtakatifu si kana kwamba huwa anakuaga mbali na watu. Yaani anakuepo tu hapo yani. Ndio maana hata mfano unaposhuhudia mtu kuokoka, Roho Mungu, kuna mahali Biblia inasema Roho Mungu anamshawishi, anamuonyesha mtu mwenye dhambi kwamba maisha unayoishi sio mazuri. Anakuepo hapo yani, ndio anamuonyesha, ndio anasema ataushuhudia ulimwengu kwa habari ya dhambi. Maana yake Roho Mtakatifu yuko duniani, hayuko mbinguni. Narudia. Roho Mtakatifu yuko duniani, hayuko mbinguni. Kwa nini? Yesu anasema atakuja akae nanyi hata milele. Yaani Roho Mtakatifu haumtoi tena mbinguni, alishakuja. Tangu ile siku ya Pentekoste aliposhuka hajairudi mbinguni. Yupo duniani Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa maana hiyo ndio maana anasema anakaa ndani yetu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndani yako wewe muamini, haji na kuondoka, anakaa ndani mpaka Yesu ajapo. Ukilielewa hilo utaanza kuishi maisha mazuri. Hautakuwa na hofu na mashaka, kwa sababu Mungu anakaa ndani yako. Amen. Haleluya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hajawahi kurudi wapi? Mbinguni. Tangu alipokuja hapa duniani yupo mpaka leo. Haleluya. Kwa lugha nyingine tufanye Yesu ndo yaani Yesu amekuja katika mfumo wa Roho. Umenielewa sasa? Kwa sababu Biblia inasema Bwana ndiye Roho. Bwana yupo. Bwana ndiye nani? Ndiye Roho. Ungewatafutia ile andiko ingewasaidia. Yaani Yesu amekuja kwa mfumo wa Roho. Unajua hii elimu usipoielewa. Haleluya. Kuna mahali anasema kwenye ile Mathayo 28:20 anasema nitakuwa anazungumzia kwa habari ya nitakuwa nanyi mpaka hata ukamilifu wa dahari. Sasa ni nani huyu kama sio Yesu katika spirit? Unajua huyu Roho Mungu mwenyewe anaitwa Roho wa Kristo. Yaani huwezi kumtenga Roho Mtakatifu na Kristo. Mungu atusaidie sana. Sasa hii elimu mpaka huo umeendaenda wadau kozi fulani ya kiroho.
Ngoja nikupe siri ya ajabu. Kama Yesu angebakia katika mwili huku Tanzania tusingempata. Kwa sababu si angebakia katika mwili, mwili unampa limitation. Halo? Ndio maana wewe ukiwa katika mwili kuna mipaka, ila ukiwa katika roho hakuna cha kukuzuia. Okay, iko hivi. Mfano, ninapokuambia anza kuomba. Okay, ngoja mfano mzuri tu. Fikiria unamwombea mtu yuko mkoani kwa njia ya simu na ana manifesti kule kule. Si unanielewa? Yaani kuna udhihirisho unatokea kule kule. Sasa umeendaje? Maana wewe uko huku. Manake katika roho umeenda. Ndio maana katika roho, ndio maana tumezaliwa katika roho ili tusiwe na mipaka ya, yaani tusizuilike tena. Si kama unanielewa nasema? Yaani wewe sio mtu tena wa kawaida, wewe ni roho. Ndio maana ukilala usiku unaweza ukatoka katika mwili unazurura hata Arusha, Mwanza. Yaani fikiria labda hata hujaifika Mwanza. Kama mfano hujaifika. Unashangaa eti katika roho unaambiwa huko Mwanza. Basi ni kitu cha kuchekesha kabisa. Kwa maana hiyo katika roho watu hawazuiliki. Mimi siku moja niliwahi niko eti Kenya na sijaienda kimwili. Hasa katika roho nikawa nasema sasa watu wakigundua niko huku na sina passport, si watanikamata hao? Mungu atusaidie sana. Katika roho najiuliza mwenyewe, sasa niko huku Kenya na sina passport, je, wakinikamata? Sasa hiyo ilikuwa inaonyeshwa maana yake naonyeshwa kwamba mtu anaweza akaenda hata Marekani. Katika spirit unaweza ukaenda na ukapaona kabisa katika spirit. Na hiyo elimu ndo wanaitumia wachawi sana. Unajua wachawi ni wezi tu, shetani wao. Wajinga wa fulani waliiba hiyo teknolojia. Wanaitumia. Na ndio maana Mungu anataka sisi tuwe bora zaidi kuliko wao. Haujawahi kusoma maandiko habari ya Filipo na yule towashi? Wakati amemaliza tu kumfundisha, Biblia inasema akachukuliwa na roho Mungu akaibukia mji mwingine. Si kana kwamba katika spirit, yani mpaka na mwili wake. Haleluya. Si kama unanielewa? Tafuta ile andiko tulisome hili. Tafuta ile andiko la Filipo. Yes. Ndio. 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 Akifanya ushirikina au akiloga au akifanyaje? Amehamia kutoka nchi kwenda nchi. Kama hata kabisa physical ameshika sehemu nyingine. Yes, sisi waamini wa Kristo ambaye tumeokoka na Yesu na tuna Roho Mtakatifu. Kwa teknolojia hiyo ya kiroho hatuwezi sisi kuenda mfano mtu anaweza kwenda kuhubiri kwenda sehemu nyingine au mpaka labda nikupe ushuhuda. Nikupe ushuhuda hapa hata Tanzania hapa pamoja kutokea. Kuna mzee mmoja alikuwa Mbeya kule. Amen. Alitaka aje kwenye kongamano hapa Mlimani City, hapa chuo kikuu hapa Dar es Salaam. Amen. Kwa kuna kongamano fulani la kiroho. Sasa amemlilia Mungu, hana nauli. Roho Mungu akamwambia kesho naomba mapema saa fulani uwe nyuma ya nyumba yenu. Nyumba yako na begi lako la nguo. Kwa mapema akazunguka na begi lake. Fumba na kufungua akajikuta yuko wapi? Mlimani City. Huku chuo cha Dar es Salaam. Ameshuka na siku ya kutaka kuondoka pia aliambiwa siku itaka kuondoka uende pale pale uliposhukia hivyo Mbeya. Ngoja nikupe tena ushuhuda mwingine kule Tabora. Amen. Kuna mchungaji mmoja alikuwa anaenda kuhubiri Kongo. Sasa kule Kongo ilikuwa lazima apande meli kwenye zile ziwa gani lile? Ni Tanganyika. Ndio ziwa linalo tunapakana na Kongo. Sasa amefika pale, meli zote zimeondoka, usafiri pekee uliokuwepo pale ni mamba. Roho Mungu akamwambia panda, ndio usafiri pekee, unachelewa kwenye kazi yangu. Si kama unanielewa ninachosema? Amina. Akapanda mamba, siku hiyo hawezi ngata mtu. Si ni Bwana amemshikilia? Amen. Umesahau habari za kina Daniel kwenye tundu la simba? Kwenye lile tanuru la moto. Akamvusha mamba, ndio usafiri wake, akampeleka mpaka ng'ambo, akamtua hapo mamba akarudi. Sasa sio miaka kwamba ni miaka mingi. Ni miaka tu ya 90 ya 80. Alafu pia kuna mtumishi mwingine wa Mungu anaitwa Ayo Babalola, Nigeria kule. Yule mtumishi wa Mungu alishafikia kiwango hawatumii tena gari. Wakitaka kwenda mfano kama Morogoro, wanajikusanya tu mahali,
ile wanaanza kumshukuru Mungu, wanashtukia wako Morogoro, walishafikia hicho kiwango. Kwa hiyo ipo, ila sasa hivi vitu ni uaminifu mbele za Mungu na namna ya kutembea kwenye neema fulani. Yaani haswa ni uaminifu na maisha matakatifu na unyenyekevu mbele za Mungu. Inawezekana kwa sababu Mungu ni yule yule hata leo. Haleluya. Amen. Mungu ni yule yule mpaka leo, yupo, ni vile vile yule yule aliyetenda anatenda leo. Haleluya. Kwa sababu ukija kuangalia hawa kina Filipo, si ndio kanisa tu baada ya Yesu kufanyaje? Kuondoka. Umepata hilo andiko? Naomba tusome hapo tuone kwamba ni watu walifikia viwango vya kusafiri na Roho, sio katika roho kwamba amelala anaota yuko wapi sisi, yupo Galilaya. Physically anachukuliwa na Roho Mtakatifu. Alafu pia jambo lingine ni imani. Kwenye kila kitu ni imani. Yaani imani yako ni ya muhimu sana. Watu wengi tunakwama mahali kwa sababu imani zetu zinaanza kutetereka. Unakumbuka habari ya Petro, hata ameambiwa atembee, ameanza imani ikaingiwa na nini? Shaka. Haleluya. Tuko sawa sawa. Hivi niwaulize swali. Kama leo kwenye kizazi hiki kitu tulichonacho, labda mtu anaweza akaa alishafanywa operation, kizazi kimeondolewa, alafu anakutana na mtumishi wa Mungu anaombewa, kizazi kinarudi anazaa. Huo sio muujiza kama huu? Kwa sababu kibinadamu unawezaje kukiweka kizazi na kilishanyofolewa? Hamna. Alafu mtu azae, manake Roho Mungu anaweza kuleta tena nini? Kuna ushuhuda pia, niliwahi kupata ushuhuda wa Apostle Maboya. Siku moja ameenda hotelini, akakutana na mhudumu meno ya hapa hivi, si ni meno ya hapa chini ya hapa. Akamhurumia. Akamwambia, wewe dada, maana huna meno? Nilipata nini? Sasa mtu mkubwa hawezi kuota. Akamwambia njoo hapa. Akayaotesha saa hiyo. Sio Apostle Maboya yupo. Sasa kikawaida unaoteshaje meno na mtu mzima meno hawezi kuota tena? Sasa maana yake unao ni muujiza. Ni matendo makuu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Aya, tusomee hapo tuone hapo. Anasema kwenye Matendo ya Mitume sura ya 8 kuanzia mstari wa 38 na 39, anasema akaamuru lile gari lisimame. Wakateremka wote wawili mjini, Filipo na yule toashi, naye akambatiza. Kisha walipopanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo, yule toashi asimuone tena. Roho wa Bwana akafanyaje? Akamnyakua Filipo asimuone tena. Kwamba sio yuko hapo kwamba eti katika roho ameshaenda mjini, alafu mwili uko pale, akanyakuliwa. Sasa ukizingatia Filipo hata hakuwa askofu wala apostol. Filipo ni watu miongoni ambao walichaguliwa tu kama mashemasi. Mwisho wa siku akawa mwinjilisti fulani, amekuwa viwango kwa viwango. Sasa amefikia kiwango cha kumjua Mungu, kiwango cha neema, akanyakuliwa. Maana yake hata aliyemnyakua Yesu ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Umepata hizi kodi sasa. Aliyemfanya apae ni Roho Mtakatifu mwenyewe kwenda mbinguni. Ndio maana kuna mahali Biblia inasema Yesu akanyakuliwa, akapaa kwenda mbinguni. Haleluya. Sasa jamaa yuko kimwili kabisa, yani ni mwili wake vile vile akanyakuliwa, akashangaa yuko mji. Sasa watu ambao ni wa agano jipya au agano hili agano la Kristo, tuna raha zaidi kuliko wale jamaa. Yaani sisi tuna faida kubwa mno kwa sababu Mungu anakaa ndani yetu. Ni sisi tu kuelewa maarifa haya. Unajua kinachowafanya wachawi waweze kupaa ni elimu fulani waliolishwa kule wanakofundishwa. Si unanielewa ninachosema? Knowledge plus power. Ndio. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Wana wa Mungu, inawezekana. Mimi niwaambie inawezekana kabisa. Neno ni hili. Tena afadhali, unajua wale wa mwanzo hata walikuwa wana ufunuo sana kuhusu Yesu kama sisi.
Sasa utimilifu huu unatimia kwetu. Achana na wale wa Agano la Kale. Wale ilikuwa ni kama roho Mungu anakuja leo anasema naye tu fanya hivi Elia huyo. Haleluya. Sasa sisi anakaa ndani yetu. Moja ya vitu ambavyo sisi tunatukwamisha, unajua mwili umekuja kutumeza. Yani unaamka asubuhi, unachowaza nitakula nini? Hapo hujawaza neno la Mungu. Si unanielewa mtu wa Mungu? Unawaza yani kwamba nimeamka hapa leo, nilipewa jana tenda ya kwenda kupiga kazi mahali. Ndio lililopo wapi? Sasa chochote ambacho haukitafakari hakiwezi kuwa. Unanielewa ninachosema? Mfano, mtu akikaa chini akaanza kutafakari kuhusu dhambi, baada ya muda anaenda kuifanya. Mtu akikaa chini akaanza kutafakari, kuna jamaa mmoja, mzee mmoja aliwahi kufunguliwa kule kwa TB Joshua. Yule mzee anaitwa nani? Yule mzee ilifika muda anaweza kukaa siku 14 kwenye kiti kama hapa. Haendi chooni wala nini, anamtafakari shetani. Mpaka shetani anamtokea katika namna ya kumeditate. Kwa hiyo hakuna kitu kinaweza kuumbika kwako kama hamna meditation. Tafakari. Ndio maana neno la Mungu unapoliweka litakiwa uanze kulitafakari. Kule kulitafakari ndio linapata nafasi kubwa. Linatenda kazi zaidi kuliko tu kula alafu hautafakari. Kwa hiyo mzee alikuwa akifika mahali anakaa siku 14 kwenye kiti, anamtafakari shetani. Yaani haendi chooni wala kula hali wala kunywa hani. Siku 14. Sasa siku anaenda kufunguliwa kwa TB Joshua, uwepo wake tu alipokuwa anaingia taa zilizima. Kama unanielewa. Pakawa giza kanisani. Na TB Joshua alisema kuna general fulani wa upande wa giza anaingia, sio mtu. Taa zitazima. Yaani uwepo wa jamaa anaingia taa zikazima. Sio kama unanielewa? Yaani mtu mpaka anaathiri umeme. Ile power yake, ule uwepo wake wa shetani. Kama kina Petro ilifikia mahali vivuli vinaponya watu. Maana inawezekana ukiangalia hawa kina Petro walikuwa ni watu wenye hofu. Lakini Biblia inatuambia baada ya ujazo wa Roho Mtakatifu wakawa ni watu jasiri katika kulinena neno la Bwana. Maana yake sisi ni bora zaidi leo. Sisi haleluya. Unajua mwana wa Mungu ukiokoka mpaka siku zako zote zikaisha hujafanya hata muujiza mmoja na umeokoka. Yaani wewe ni kichekesho kabisa hii dunia. Yaani hata muujiza wa kuponya hata mafua hujaijaribu. Na Mungu anakaa ndani yako. Unajua mbinguni wanatushangaa. Sasa yaani roho Mungu tumempeleka anakaa. Roho Mungu si Mungu. Anakaa ndani yetu. Alafu hata mtu hata kukutana na mtu mwenye mafua unaogopa kumuombea. Sasa wewe na wakati Biblia inasema atukupokea roho ya oga, bali roho wa nguvu. Alafu anasema ichochee karama. Maana yake kuna kitu Mungu amekupa. As long as Mungu anakaa ndani yako, wewe sio mtu wa kawaida. Sasa lazima utendee kazi. Unajua mategemeo ya mbinguni yalitegemea baada ya kumleta roho Mungu sisi tunaookoka ambaye tayari umeamini. Yaani kungelikuwa mtu mmoja tu anaweza kutenda miujiza labda Bunju nzima mpaka ikahamia kanisani. Mtu. Siku moja nilikuwa nasikiliza ushuhuda wa yule yule aliyetaka makovu ya Yesu. Nani anaitwa? Na Tomaso. Nilikuwa nasikiliza ushuhuda mmoja wa huyo Tomaso. Tomaso alienda kukaa nchi fulani, nafikiri leo ndio ni Iran, ni Pakistan. Alienda kukaa kule. Sasa yule jamaa kwa mtu mmoja ile nchi yani 73% watu wote waliokoka kwa mtu. Wakabaki tu watu kama chache tu. Mtu mmoja. Nchi nzima. Namna Mungu aliyembeba. Halo? Na ndio maana niwaambie siri. Unajua kama mtu akikaa kwenye mapenzi ya Mungu, mlo sio shida mbele za Bwana. Msosi sio shida mbele za Bwana. Lakini sisi kinachotupiga leo tumetanguliza nini? Msosi. Yaani unalala tayari una stress hivi asubuhi nitafanyaje? Hamna utasukari. Utatafakari nini neno la Mungu?
ambalo litageuza maisha yako na kuleta maajabu zaidi. Na kadiri tunavyoendelea kutafakari sukari na unga na nini, ndivyo tunavyokuwa wadogo. Yaani unakuta hauendi mahali kwa